Bana, mambo vipi mwana michezo mwenzetu? Hakika umepata kusikia hiko ambacho kimezungumzwa na rais wa mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia. Mambo ni mazito kweli kweli, muda ni mchache lakini mambo yanazidi kuwa mengi, na sisi muda huo mchache tunautumia vizuri mno kukupa wewe taarifa bora exclusive zote ambazo zinajitokeza. Niko hapa mwamba kweli kweli, Zuberi Super Mkaraboko. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutoka kwetu, ikiwa na nguvu kubwa mno na kampuni bora ya Mabati Quality. Hii ni kampuni ambayo inasafirisha na kusambaza pia bati aina zote, zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile pia zenye matili ya chenga chenga zinapatikana. Msimu huu kuna ofa bwana kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja na mfungo wa Kwaresma bwana. Unapata bati nzuri original yenye warranty ya miaka 10 kuanzia shilingi 21,500. Yaani hili ni punguzo ambalo halijawahi kutokea. Karibu sasa tuzungumze na kujadili kidogo kauli ya mwenye mpira wake bwana, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia. Karaboko kwa vizuri? Tunazungumza na vyombo vya habari vya Tanga, au wengine wameshaanza kuwa na mambo yao. Hii kauli kwako umesikiaje? Wewe ni miongoni mwa watu ambao wako kwenye habari lakini hawafanyi Tanga, uko Dar es Salaam, na kuna nyakati pia kwa uelewa wangu Morogoro umefanya sana. Rais Karia anapenda lawama, sio kuwajibika. Ndio dhana ya hii kauli, kwa sababu matamshi yake, maneno yake anayotupa mengi yamekuwa ya kulaumu watu wengine. Sasa kauli hii ni kama inatuamsha tu mwendo ule wa kupenda kulaumu, si kuwajibika. Yeye ni rais wa mpira wa nchi. Kama kuna mahala zinatoka kauli za ukinzani dhidi yake, ajue hicho ni kitu ambacho hakikwepeki. Watu wenye mtazamo tofauti wapo tu. Watu wenye mtazamo ambao unaweza kaendana na wewe pia wapo tu. Sasa ni namna gani bora ya kusema? Lazima ukumbuke kiongozi unasema nini, wapi na kwa nini. Lakini yako matatizo kwenye taasisi zetu za mpira, bodi ya ligi na wao TFF. TFF idara yao ya habari ni dhaifu sana. Ndio maana Rais Karia analopoka na kuongea mambo mbalimbali. Kwa maana ya nini? Kulopoka ni kusema kitu ambacho hakijawekwa kwenye mpangilio mzuri ili kuepusha rapsha. Kulopoka ni kama mimi naamua tu kusema jambo bila utaratibu. Umeelewa? Ndio kulopoka. Lakini si tusi kwa wasisi wa Swahili kwamba nimesema jambo bila mpangilio. Lakini ingekuwa idara ya habari ya TFF iko vizuri sana kwenye kipindi kama hiki ambako kauli yoyote isipokuwa na utaratibu mzuri inaweza ikaleta hamaki kwa jamii, wangezizuia. Juzi kama si jana, ile nafasi aliyopata ilikuwa ni dhifa kubwa, inahusu timu ya taifa ambayo sasa hii sio klabu tena. Na nilidhani na kufikiri kwa wakati huu ambako tayari liko tatizo lililotokana na kauli yake yeye mwenyewe, iko shida iliyotokana na matamko yake yeye mwenyewe, nilidhani ingeweza kutumika platform ile kutoa kauli ya dira kusaidia Watanzania, kutoa kauli ya dira kusaidia wadau wa mpira, kutoa kauli ya dira kusaidia taifa letu na mpira. Lakini kauli ile pia ni kama anaendelea kumwaga maji kwa maiti aliyekufa kwenye mto. Yaani mtu kazama kwenye mto, kaibuliwa maji, unamwagia maji tena. Baada ya mhangaike kumtoa maji maiti aliyezama mtoni, nyewe mnamwagia maji. Ndio kauli ambayo inaonekana. Lakini kwa nini imekuwa vile? Ameruhusu wapambe wa mshauri. Ameruhusu ushabiki uingie kati. Ameruhusu kupambana na Young Africans kwa hoja. Ameruhusu mgongano wa mawazo unaotoka kwa upande wa Young Africans aujibu kama ambavyo Yanga wanapata nafasi ya kuongea. Dunia sasa hivi katika uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza, kukua kwa teknolojia, watu unapata nafasi ya kusikia malalamiko yao kuliko hivyo. Isipokuwa unachotakiwa kufanyia kazi sio kujibu malalamiko yao, ni kutafuta majibu sahihi dhidi ya malalamiko yao. Ni kuchuja taarifa sahihi dhidi ya malalamiko yao. Lakini sasa kila mtu akiongea unataka utafute nafasi na wewe ujibu. Yule ni kiongozi wa taasisi. Yule sio kiongozi wa mtaani. Sio mtu wa kijiweni. Sio influencer kwamba yeye akiwajibu watu watajua wenyewe wachague lipi. Kiongozi wa taasisi ukiongea wanaitazama taasisi. Ndio utakwambia, haya ndio maneno ya kuongea kiongozi haya. Lakini maneno yale anaongea Karia, angeongea mtu wa kawaida au Doto Magari, angeongea Mwijaku watu wasingeshangaa. Lakini ndio rais wa mpira anaongea hivi. Au angeongea mtu mwingine wa kawaida watu wasingeshangaa. Lakini kwa sababu ni kiongozi wa taasisi, basi watu wanadhani muda wote upo katika misingi ya kujua umebeba chombo kikubwa. Sasa aache kutoa lawama, awajibike. Watu
hususan Young Africans wanayo malalamiko dhidi ya bodi ya ligi ambao walitaka ijiuzuru, wakawa wanaamini TFF itapokea jambo, lakini yeye pia kawaonyesha Young Africans hayuko pamoja nao, na sio kwa maana pamoja nao kuwasaidia walicholalamikia, hata angalau kusikiliza malalamiko yao. Tayari hiyo hali inaleta utata, lakini mbaya zaidi anadhani kaingia kwenye pressure kuzani sasa watu wanavita na nafasi yake, hata kama ipo, lakini yeye bado ni kiongozi ambaye ana nguvu kwenye taasisi. Nilidhani angejikita kuizungumzia dira ya taasisi kuliko kinachoendelea kuonekana. Na mbaya zaidi, huu mgogoro una maslahi ya ushabiki. Watanzania sisi ni watu wa kushabiki sana kuliko kufuatilia mambo. Sasa ukiruhusu kuingia kwenye mtego wa ushabiki, umekwisha. Na hili Rais Karia asichukulie masiara. Kila anachotamka kama hakina kipimo kinaendelea kuleta maswali mengi kuliko majibu anayotakiwa kuwajibu watu. Kwa mfano, kauli ile ya juzi tulitegemea italeta dira mpya, lakini hii iliongezeka tena, kuongeza tena. Mbaya zaidi, wanasiasa ndio wanaweza kusifiana muda mwingi. Viongozi wa taasisi ni watu ambao wanatakiwa kustabilize taasisi zao. Sasa ukitaka kuishi kiongozi wa taasisi kama mwanasiasa mitano tena, mwanasiasa anaweza kaandaa wapambe wa kumshangilia. Yaani sio kiongozi wa taasisi ambayo mfumo wake wa utendaji unategemea mtiririko mrefu. Unaelewa vizuri? TFF hawawezi kuwa mafanikio bila nguvu ya CAF. TFF hawawezi kuwa na mafanikio bila nguvu ya FIFA. TFF hawawezi kuwa na mafanikio bila nguvu ya serikali. TFF hawawezi kuwa na mafanikio bila nguvu ya wadau. TFF hawawezi kuwa na mafanikio bila kuwa na sheria nzuri ndani ya nchi na zile za kimataifa tunazozikubali. Sasa ukisema maendeleo ya TFF peke yake unamtaja mtu, ni mtu asiyejua. Lakini muktadha mpana wa mpira wa nchi yetu, kuna watu wameriski mabilioni ya fedha kusaidia mpira wa nchi unapata heshima. Ukiweka kando wao TFF, Azam nani kawai kuwashukuru? Leo hii timu ya taifa karibu 60% ya wachezaji wa timu ya taifa wamepita Azam Academy. Heshima ya mpira wetu na kutamanisha wafadhili ni kwa sababu mpira unaonekana. Lakini hii ramani tunayoiona sasa ya mpira wetu wa leo ilitengenezwa na Seif Blatter kabla hajajiuzuru, aliondolewa madarakani, kuufanya mpira uchezwe dunia nzima. Ndiko wanakuja wakina Infantino wanafuata. Sasa ni ngumu sana ukaona FIFA kataja Infantino peke yake. Sisi kwetu tunaleta upambe mpaka kwenye uhalisia ambao tunaanza kuharibu. Nani ana shida na Wallace Karia? Upo mgogoro kati ya bodi ya ligi na Young Africans ambao TFF wangeusikiliza. Young Africans wao wameshindwa, wangeelewa. Kwa mfano, Young Africans wameshinda kwa kesi ngapi kwenye kamati ya maadili? Waliwahi kuandamana? Kwa sababu walisikilizwa wakaridhika hoja zao ni ndogo. Chini ya Patrick Simons kama mwanasheria ya Morrison ya Kagoma, swali kwenda hao. Sasa kwani kuna shida gani kuwasikiliza na kumaliza? Sasa ukiwajibu vile wanajua kumbe tunayoyasikia kwamba au sio kwetu ndio shida. Lakini hatuna tatizo lingine sisi sasa hivi. Tatizo letu ni kufanya mpira wetu ufuate taratibu. Kubishana vifungu kufanyaje? Mpira wetu ufuate taratibu. Wanaotakiwa kusimamia taratibu za mpira wamechukua upande. Bodi ya ligi wao na TFF. Sasa hivi unawasikia wanazungumza neno busara. Busara sio neno bora mbele ya hekima. Busara inatumia kufikiri tu. Hekima ni kutafakari. Sasa hivi sisi sio busara, tutumie hekima. Mpaka maneno ya Kiswahili wenyewe yanatushinda. Sisi viongozi wetu wangesema tumetumia hekima tungewaelewa. Lakini ukisema busara, si unatafakari, unafikiri. Ngoja nimpe huyu. Busara ngoja huyu asifuate utaratibu. Hiyo sio busara. Tutumie hekima kutafakari. Ukitumia hekima utafuata taratibu. Sasa rais wa mpira wa nchi kinachoendelea kwake, anatupotezea dira. Aturudishe kwenye mwanga. Atoe kauli ya kuunganisha Watanzania. Kibri, jeuri ni sifa ya mtu dhaifu. Jeuri ni sifa ya mtu dhaifu. Mtu strong sio kibri, sio jeuri, ni makini. Mtu bora sana ni makini. Kwa sababu mtu mwenye kibri, jeuri, vazi lake ni hasira. Mtu makini ni mtu wa kutafakari. Kiongozi anaombwa awe makini ili sehemu ya ujeuri asifanye ujeuri, sehemu ya kibri asionyeshe kibri. Kwa sababu kibri, unapoongoza watu wengi, mazuri yote yanaondolewa na kibri.
lakini pia ujue mapungufu yako. Moja eneo ambalo mimi nasema pale TFF inaonekana, na kama si inaonekana inatudhihirisha, watu wanafanya kazi kwa kujuana, hawafanyi kazi kwa kufuata weledi. Wangekuwa wanafuata weledi, wangekuwa wanajua tabia ya president, uwezo wake wa kuzungumza mbele ya watu, namna gani bora ya kumwadvise aseme. Bahati mbaya angekuwa ni mwanasiasa, ningesema mwanasiasa automatically anaweza kuwa dhaifu sana, lakini kadiri anapopata majukwaa mengi anarekebishika. Angejengewa uwezo wa kujua kabisa, jamani, haya maneno yanayotokea nenda katika mfumo huu. Lakini inaonekana tu anaweza kusimama mbele za watu akaongea kwa hisia zake. Sasa hisia siku zote inaibua hisia. Utasema kwa hisia zako hapa na watu watabeba kwa hisia zao. Ndio maana hapa tunavyosema, mwingine akiwa upande wa Yanga atasema oho tunasemwa Yanga, akiwa upande wa Simba atasema oh anasema. Ndio maana hili jambo baada ya Yanga Africans kupambana na Karia, Simba wanaona wao upande wa Karia kwa sababu ya hisia zetu na ushabiki wetu. Lakini president wa mpira wa nchi, kinachoendelea sasa, atimize wajibu, asitupe lawama wala asilaumu, na asione wanaomlaumu ni watu ambao ni wakorofi. Watu wanaokulaumu wasikilize lawama zao, wanaweza kukueleza na mwisho wa siku katoa na majibu mepesi kuliko nguvu inayotumika. Ndio Mkaraboko, mambo haya yameanzia pale tu Young Africans aliposema na sisi hatutakuja kucheza tena kama mchezo utakuwa umeahirishwa. Umeelewa vizuri? Ndio haya yote yanatokea. Tulikuwa tunatarajia sote bodi ya ligi pamoja na Yanga kama watashindwa wao kumalizana TFF, kwa sababu bodi ya ligi iko chini ya TFF. Yanga pia nayo ni mwanachama wa TFF. Niko sawa? Yanatakiwa sasa baba wa mpira amalize. Mwenye mamlaka ya kufanya hivyo ndivyo hivyo tena. Kauli zake zimekuwa hivi, leo lile, kesho hili, yani mambo kama vile hayako sawa. Watoto wa mjini wanasema ni vijembe juu ya vijembe. Unafikiri tutaunusuru vipi mpira wetu kwa hiki ambacho kinaendelea? Kama mwenye mamlaka anashindwa kukaa chini na hawa watu kumaliza na vijembe vinatupwa, nani mwenye dhamana sasa ya kumaliza haya ambayo yanaendelea? Kosa kubwa. Bodi ya ligi TFF walikaribisha wageni bila viti wala chakula kuanzia asubuhi mpaka jioni. Manake humu ndani mtaanza kulaumiana. Matatizo yapo tangu taarifa ya kuomba mechi ya irisho ya Simba. Matatizo yalikuwepo tangu Simba walivyolalamika kupata nafasi kufanya mazoezi, manake unagundua ni nani alikuwa kwenye ule eneo. Lakini matatizo yapo, yule aliyestahili kuhakikisha hizo taratibu zinafuatwa alikuwa amefanya nini? Unanielewa vizuri? Sasa kote huku kilichotakiwa kufanyika hakijadiliwi. Yanajadiliwa matokeo baada ya kushindikana kufanyika. Sisi hatuzungumzi chanzo cha tatizo, tunazungumza matokeo baada ya tatizo. Sasa ni namna ya kufikiri pia, sio lazima mtu mlazimishe kufikiri. Kwa nini tumefika huku? Tumefika huku kwa sababu tunaangalia tulipodondoka. Kutwa nchi nzima tulikuwa tunatafsiri vifungu vya sheria hapa kama wanasheria. Nchi nzima. Yeah. Nzima huko. Kila mtu atafsiri. Na ndio kipindi ambacho watu wengi tulijua kanuni nyingi sana za mpira wa miguu. Kanuni, mara muongozo, watu wamejua. Kwa nini? Kwa sababu tumetumia muda mwingi kutafsiri vifungu vya sheria. Ni kwa sababu tu hatukulitafuta tatizo nini. Mbaya zaidi, tumeendelea utamaduni wetu wa ushabiki bila kufuatilia mambo. Ndio tunaendelea sasa kuutekeleza mgogoro. Mbaya zaidi, viongozi pia wanatakiwa kututatulia matatizo na mashabiki. Wanatafuta nani anatuunga mkono, nani anatukosoa. Anayetukosoa ni mbaya sana, anayetuunga mkono ndio mtu wetu. Na nchi hii sasa hivi tumetengeneza kizazi cha kusifia matajiri. Mbaya hii katika taifa. Ogopa sana watu wanaozunguka muda mwingi unaangalia mtu anayesifia tajiri. Haraka nayo nataka kukutana na tajiri umsifie. Tunaharibu mentali za watu. Ndio maana mtu yuko karibu tu hapa akakaa akatumia masaa mawili radio, baada ya kutuambia chanzo cha tatizo tukitatue, anakuwa kama kasuku kumsemea mtu ili aonekane yeye mtetezi. Haya mambo yako kwenye vyama vya siasa huko. Kutetea wagombea, kutetea ilani za vyama vyao, kutetea sera za serikali zao. Lakini huku kwenye taasisi tunataka dira ya utendaji bora, wenye uwazi, weledi na umakini mkubwa. Sasa kwa nini tunafika huku bwana Cisco? Ni kwa sababu tumekuwa kasuku. Kasuku ukisema za asubuhi na inaitikia za asubuhi. Yaani wote tumekubali kuwa makasuku. Ndio maana tunaimbishwa kanuni, tunahamia kwenye kanuni. Akitokea mtu kwa hoji kingine tumehamia huko. Kwa sababu sasa tukienda hivi tunakwenda. Sasa TFF wamekaribisha wageni bila viti wala vyakula.
Wamekaribisha wageni, kosa limetokea, wanataka kulifanya si kosa. Matokeo yake ndio hiki kilichofikia. Lakini kipi ambacho kinatusaidia tufanye? Maana tutajadili matatizo bila nini kinatakiwa kifanyike. Rais Karia kwa kauli zake ameboronga na anaendelea kuboronga. Watu wanamwambia kanyaga hapo hapo, kumbe ndio anatumbukia. Young Africans na wao nao wanaboronga, na wanakoendelea nao wanaboronga. Kanyaga hapo hapo, nao wanatumbukia. Bodi ya ligi ndio wametumbukia kabisa. Sasa hivi wako kwenye kwapa la Karia. Maana sasa tatizo la bodi ya ligi kanibeba Rais Karia. Kuwa na madaraka kitu kingine, kuto kupimwa na uwezo wako kwenye madaraka na kitu kingine. Kuwa kiongozi ni kitu kimoja, uwezo wako mdogo kwenye uongozi nacho ni kitu kingine. Sasa hana uwezo mdogo kwenye uongozi, ni rais wa muda mrefu. Asikaribishe imani mbaya ya mambo mazuri kwa shida ya muda mfupi. Nikasema, na nilikuwa nasema jana na juzi, na laani kinachoendelea TFF, na laani kinachoendelea bodi ya ligi, na laani pia kinachoendelea na Young Africans. Lakini ni nani anataka kutoa kwenye kulaani huku? Alikuwa ni TFF, naye ambaye tunamlaani tena, kwa sababu hafanyi anachotakiwa kufanya. Wanakulalamikia watu na wewe unawalalamikia. Ni rahisi anachokisema mzee Mguto, kumbe bodi ya ligi na TFF hakuna mtu mwenye hekima. Sikasema watasaidiwa na watu serikali. Bodi ya ligi na TFF hakuna mwenye hekima. Unajua hekima sio umri. Hekima ni utashi. Bodi ya ligi, TFF hakuna hekima. Sio busara, hekima. Busara ni kufikiri tu kwamba hapa sasa nani katuonea nani. Hekima ni kutafakari. Sasa hekima hii sijui wataipata kwa mganga wa kienyeji, wataipata kwa wataalamu, wataipata kutoka kwa viongozi wa serikali wa juu. Na viongozi wa serikali wakiwasaidia hawa mpira huu, wao waingie kwenye kampeni ya kutuondolea viongozi wa namna hii. Ikifikia hatua jambo hili wakaendelea kutupiana maneno hivi, tunahitaji kupata viongozi wapya wa mpira nchi kwa wanaoendana na wakati wa sasa, wataweza kumudu pressure, sio viongozi ambao wanachukuliwa na pressure. Sababu kilichopo sasa hivi kama Waliskali akaingia kwenye mtego wa pressure. Na hii pressure hii inamuondolea utashi. Hapo Zuberi Mkaraboko, kuna kauli ambayo umemaliza nayo kwamba wakiingia kwenye pressure namna hii viongozi hawa wanatakiwa kama vile wawapishe wengine. Baadhi pia ya wadau mbalimbali walikuwa wanatoa maoni yao juu ya haya ambayo yanaendelea. Na kauli yako na wewe kama vile inasadifu baadhi ya maoni ya wadau kwamba kwa walikofikia baadhi ya viongozi hasa wa bodi ya ligi wajiuzuru. Kama tutaendelea hivi na hawa viongozi na matamko haya, asubuhi unaongea lile, jioni unaongea lile, kutupiana maneno, hawa manake wanatoboa mtumbwi kwenye mawimbi. Unatoboa mtumbwi, utatoka. Ukimtemea mate kipofu anajua umemmwagia maji. Ndio wanachokifanya hawa nani? TFF, bodi ya ligi. Wanamtemea mate kipofu. Wanajua wanamchafua. Mweza kwa anafuta anajua umemmwagia maji, maskini ya Mungu. Maji yamemmwagikia, labda matone ya mvua yameanza. Hiki sio kitu kizuri. Hatuwapimi viongozi sisi kwa kutuambia mafanikio bila kutatua matatizo. Kiongozi upimi kwa mafanikio bila kutatua matatizo. Si nchi hii tunataka kumpima mtu kwenye mafanikio. Ukituambia mafanikio ya Karia, matatizo mbona hatumuoni? Matatizo haya. Nchi hii tulifunga mkanda, wazee wanakumbuka. Wale wakubwa mwaka 78 wakati wa vita. Alipimwa Nyerere kwenye kutatua matatizo. Sasa kama wewe kiongozi wewe kutatua matatizo utakupima kwenye mafanikio, maana wewe mzuri kutuletea kigodoro tu tucheze. Watoto ndani ya wajara hutaki kuwajibika. Unalalamikiwa utimizi majukumu yako, unataka kuona familia mbaya. Hapana. Viongozi wetu wawezi kuwajibika kwenye shida na raha. Hatuwezi kumsifia mtu tukatupa sana mafanikio bila kututatulia matatizo. Mafanikio mengine haya yapo kwenye mfumo tu. Fedha za mpira wa wanawake ni FIFA inatoa mabilioni ya shilingi. Fedha za kujenga hizi complex ni sera za FIFA zinatoa mabilioni ya shilingi. Hata wewe ukikaa pale zinakuja tu hela. Ni kuaddress tu zikaweke wapi wenyewe. Namna ya kuboresha timu zingine ushiriki, ndio tumeongezewa namba ya timu kushiriki AFCON. 26 kutoka zile 16. 24 sasa. Kwa kuangalia utandawa wa kushiriki timu nyingi, sasa hivi World Cup ya dunia ya klabu tumeongezewa timu na zinapeleka timu 5 6 9.
World Cup safari ijayo ina timu sisi 30 ngapi, na si Afrika tuna timu 9. Watu wana extend, lakini ubora usitokane na yale maendeleo yaliyoko kwenye sera tu. Ndio maana kuna miradi ya wananchi na miradi ya kimkakati. Haya maendeleo ya mpira wetu mengi yanatokana na mradi wa kimkakati, lakini ndani unasababishwa na sera za watu wengine. Sasa ukisema tu kwamba akafanya maendeleo makubwa kwenye eneo gani, kwenye eneo gani? Kwa sababu huu ni mfumo upo, swala ni kusimamia, ambao kusimamia sasa sio wewe tu, hata mwingine anataka kusimamia. Sasa tusitumie muda mwingi kujadili mambo madogo wakati tunalo tatizo kubwa la mpira wetu kutokufuata kanuni. Hii la kwamba si maendeleo utakuwa labda unashindwa kuyachakata. Maendeleo yapo ya kimkakati ya FIFA ya dunia nzima. Mpira uchezwe kokote. Sisi tunapewa fedha nyingi sana soka la wanawake kuliko tunavyozitumia. Soka la wanawake kuna fedha nyingi kuliko tunavyozitumia. Kuna fedha zinastoka kwa ajili ya kutengeneza mazingira, miradi ya kimazingira ya mpira. Hatuwezi kutumia. Na kuna mengine tunakwama maandiko, tukukosa wataalamu. Sasa hivi kuna mifedha mingi inatolewa na CAF. Zaidi ya dola milioni moja. Inatolewa na CAF izunguke kusaidia maendeleo kwenye mambo mbalimbali. Sasa tukitaka kutaja eneo hilo tu tunarudi tena. Rais Karia hajashindwa kuiongoza TFF. Wapambe wanaomwaminisha Yanga wadogo sana, wapambe wanaomwaminisha Yanga kwamba TFF ni ndogo sana, waache. Wote pande zote mbili hizi zirudi kwenye msingi. Anataka kurudisha kwenye msingi ni huyu ambaye yuko kwenye steering. Mwenye steering ni Karia. Wanasema hapa mahala ndugu yangu mmoja hapa kwamba baba akiwa mpiga ngoma usishangae mtoto akiwa stage show. Kwa sababu wakati anapiga mtoto atakuwa anacheza cheza. Na atacheza vile baba anataka. Kwa hiyo na mazoea pia ujenga. Baba akitabasamu mtoto atajua kumbe nichanganye kucheza. Baba akinuna mtoto atapunguza kucheza. Sasa hiki kinachofanyika ni TFF wenyewe wamebariki kinachoendelea. Ndio wanataka yawe hivi. Ndio tukofikia. Bwana, mimi nikushukuru sana Zuberi Mkaraboko. Bwana, mambo ni mazito kweli kweli, na umepata kumsikia namna ambavyo amejaribu kuzungumza Zuberi Mkaraboko juu hiki ambacho kinaendelea, lakini kubwa zaidi ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amepata kuzungumza mengi ambayo kwa mara ya pili sasa tunaona mambo ambayo yanazungumzwa ni kama bado yanatuchanganya wanafamilia ya mpira wa miguu. Tunajaribu na sisi kuyazungumza, lakini unaweza pia nawe kudrop comment yako hapo chini ukatuambia hiki ambacho kinaendelea ni nini hasa ambacho kinakwenda kutokea kwenye mpira wetu, na kuna afya gani kwenye mpira wetu wa Tanzania. Mimi naitwa Cisco, nimeliongoza jahazi hili nikiwa naye mwamba kweli Zuberi Mkaraboko. Nyuma ya kamera yuko Pako, bila kusahau bwana Steven Mapunda. Mambo ni mazito kweli. Wailalika, maasalam.